Bwana Stellenbosch wamewafanyia Simba kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu ukiangalia hawa ni Stellenbosch wanafanya mazoezi, na sasa hivi mpaka na rekodi hii video hapa ni saa 12 ndo ambao ndo ambao Stellenbosch wanafanya maandalizi yao ya mwisho. Na huu mchezo utachezwa kesho majira ya saa 10. Maana yake ni kwamba hawa Simba ndo walitakiwa kufanya mazoezi muda wa kuanzia saa 10 na kuendelea kwenye uwanja huu ambao ndo mchezo wenyewe unachezwa. Lakini walichokifanya ni kuwapa Simba wafanye mazoezi muda ambao mchezo kabisa utachezwa ule muda wenyewe kabisa na kurudi nyuma. Yaani hawakutaka kuwapa Simba kufanya mazoezi kwa uhuru mpaka mwisho, ila waliwapa tu lile saa moja tu au ule muda tu ambao mchezo unatakiwa uchezwe basi. Baada ya hapo Simba wameondolewa, alafu wao ndo wameingia kwenda kufanya maandalizi ya mwisho. Sasa cha kujiuliza hapa ni kwamba kwa nini wamewatoa Simba mapema wakati si ulikuwa ni ndo wakati wa Simba kufanya maandalizi yao ya mwisho? Maana yake wamewatoa Simba mapema ili waingie wao kufanya maandalizi mida hii ya jioni, ili kuhakikisha kwamba wanafanya mazoezi yao kwa muda mrefu, na kama kuna mambo yao mengine waweze kuyafanya. Na kama unakumbuka pia Simba waliwafanyia hivi wakati Simba wamekuja, wameenda pale hawa Stellenbosch wamekuja nao waliwatoa mapema ili wao waingie kufanya mazoezi. Na kama unakumbuka Simba walifanya mazoezi siku 2 mfululizo. Kwa nao leo wameamua kulipiza, lakini wao wamelipiza vibaya kwa sababu Simba hakupata muda mrefu kukaa kwenye huu uwanja. Maana hiyo ni figisu ambayo Simba wametengenezewa kijanja janja bila wao wenyewe kujua. Yaani wametengenezewa mazingira ambayo hawawezi kuhisi kama wamefanywa vibaya kwa sababu wamepewa muda wa kufanya maandalizi. Lakini wametolewa mapema ili hawa waje kufanya maandalizi yao hapa, lakini kwa uhalisia hawa Stellenbosch leo hawakupaswa kufanya maandalizi hapa kwenye uwanja huu ambao ndo mchezo utachezwa. Wao walipaswa kufanya maandalizi jana. Manake kitendo cha kuja kufanya maandalizi leo hapa, manake ni kutaka tu kuwabughudhi Simba kwa namna moja ama nyingine. Na hiki ni kitu ambacho Simba wanapaswa kuwa nacho makini, kwa sababu mwisho wa siku vitu kama hivi vinaweza kuwafanya kusababisha mechi ikawa ngumu sana. Ndiyo hawa Stellenbosch ni wao ni wenyeji na nini, pengine sio washirikina au sio wa nini. Na hapa simaanishi kwamba ushirikina labda unatumika, hapana. Inamaanisha tu kwamba wakati mwingine unahitaji kupata ule utulivu zaidi wa kufanya maandalizi yako, tofauti na vile ambavyo mara nyingi tofauti na vile ukiwa unalazimishwa uwahi kumaliza. Kwa hiyo Simba wamefanywa figisu ambayo inaweza kuathiri sana, kwa sababu hawakupata muda mrefu wa kuzoea huu uwanja, kwa sababu wametolewa mapema ndo wamekuja kuingia wa Stellenbosch kwa ajili ya kufanya maandalizi yao. Sasa wanasema sometimes kwamba kwenye mechi kama hizi huwa kanuni zinatakiwa kufuatwa, na hawa Stellenbosch walikifanya ni kutimiza tutako la kikanuni, lakini kuwaonea, yani Stellenbosch wameshindwa kuwapa Simba muda mzuri wa kufanya maandalizi. Manake wametumia muda wa Simba vibaya, yani wamewapa Simba muda mdogo ambao unawezekana ukawa haujawatosha Simba kufeel ile pitch ya huo uwanja wa kucheza mechi. Unaona sasa hivi ni jioni kabisa, unaona hata kwenye video ni jioni kabisa, wao ndo wameingia kufanya maandalizi. Wakati Simba atakiwa wao wanajidai tu kuanzia hapo hata mpaka sasa hivi, kwa sababu unatakiwa kufanya maandalizi yao kuanzia ule muda ambao mchezo unachezwa mpaka hata muda ambao mchezo unaisha. Yaani unatakiwa tu kuendelea kubaki pale ukiamua. Kwa hiyo sasa sijajua kwa nini Simba wamewahi kutoka, lakini kwa mtu ambaye ameniambia ni kuna mtu mmoja ameniambia kwamba yani Simba walipewa kabisa muda. Yaani kwamba mnatakiwa mfanye mazoezi muda fulani mpaka muda fulani. After hapo mnatakiwa mtoke ndo waje hawa. Lakini ndio hivyo, wamewini, wameingia, na lengo la Stellenbosch ni kupata matokeo ya ushindi kwenye mchezo dhidi ya Simba. So tusubiri tuone watapata matokeo kweli ama itakuwaje. Lakini kati ya vitu ambavyo vinaweza kwenda kuathiri sana Simba ni pamoja na, kwa sababu pia Simba tangu wameenda South Africa walikuwa wanafanya mazoezi kwenye kiwanja kibovu, kiwanja kibaya, kiwanja ambacho hakina ile hadhi ya Simba. Niliwaambia juzi na niliwaonyesha kile kiwanja chenyewe. Kilikuwa kiwanja kizuri, na leo wameingia hapa hawajapewa muda mzuri wa kuenjoy eneo la kucheza kufanyia mazoezi. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo baadaye Simba wanaweza wakakutana nayo kwenye kiwanjani, alafu wakaanza kutafuta mchawi kwamba si imepanda imeshuka, imepanda imeshuka. Lakini ukweli ni kwamba kwa hiki ambacho kimetokea hapa uwanjani sio kitu kizuri. Stellenbosch wamewadhulumu Simba, wameshindwa kuwapa muda wa kufanya maandalizi yao mazuri ambayo yangewapa nafasi ya kujiandaa vyema zaidi kuelekea kwenye huo mchezo. Lakini kuwatoa mapema kabla ya muda ni kuonea Simba. Yaani maana yake Simba wameonewa, wameshindwa kupewa haki yao ya msingi. Lakini kwa sababu
wao wameona ni jambo la kawaida, basi hakuna shida. Na sisi tusubiri tu, kwa sababu wenyewe wamekubali, sisi tutasemaje sasa? Sisi tunasema ya kwetu ni macho, tunaangalia tu watakachokifanya, basi tutakubaliana nacho, na kile ambacho watakilalamikia basi na sisi tutakubali, tutakizungumza kama malalamiko. Sasa inawezekana wao kutolewa kwa mapema pengine kunaweza kuamsha hisia, wakaenda kuambia CAF kwamba wamewahishiwa kutolewa kwenye maandalizi, inawezekana wakapeleka hayo malalamiko. Lakini sometimes sio lazima kupeleka, kuna timu zingine zinaweza kufanyia vitu kama hivi na zisipeleke malalamiko, lakini kwa kawaida ukifanywa vitu kama hivyo unaweza kupeleka malalamiko na mwisho siku watu wakaadhibiwa vizuri tu bila shida yoyote ile. Lakini mimi binafsi nimeshangaa kwa nini Simba wamekubali kuondolewa mapema wakati wanajua kabisa kwamba kanuni inawapa nafasi ya kufanya maandalizi kuanzia muda huu mpaka ule muda wa mwisho wa mchezo ambao ndo mambo yanatakiwa kuwekwa sawa. So to me I believe kwamba Simba walipaswa kupata muda zaidi wa kuzoea kwenye huu uwanja, kufanya maandalizi zaidi ya mwisho, kwa sababu kikawaida kikanuni hii sio siku ya Stellenbosch kuja kufanya maandalizi hapa, lakini muda wao siku yao ya kufanya maandalizi kwenye huu uwanja ilikuwa ni siku ya jana, kwa sababu wao ndio wenyeji wa mchezo. Sasa wao, au kama ilikuwa wafanye leo, basi watakiwa wafanye asubuhi mapema kabla ya maandalizi ya Simba. Lakini kitendo cha wao kuja Simba wafanye watoke afu ndo wao waingie, sio kitu kizuri, yani sio kitu ambacho kinaleta afya kwa upande wao. Kwa hiyo mimi binafsi yangu naamini kwamba Simba wamenyimwa haki yao ya msingi, na Simba wameonewa na Stellenbosch, wamenyimwa muda wa kufanya maandalizi ambao pengine ungewasaidia kuwa bora zaidi kwenye mchezo wa kesho, na pengine ingewasaidia Simba kufanya vizuri zaidi na kupata matokeo ambayo ni mazuri. Kitu subiri tuone matokeo yatakuwaje mpaka dakika 90 zikimalizika.